mpendwa mtazamaji, na kukaribisha sana majira haya katika kipindi hiki cha matafakari ya ujumbe wa neno la Mungu. Ninayekuletea kipindi hiki ni mtumishi wa Mungu Injilisti Geoffrey Athmani Mrope, lakini nimeambatana na mtumishi wa Mungu hapa. Atajitambulisha, pia atatufungulia kipindi chetu kwa ajili ya kutafakari maneno ya Mungu. Karibu mtumishi, uweze kujitambulisha kwa mtazamaji, lakini pia uweze kufungulia kwa ufupi sana kipindi chetu cha neno la Mungu. Karibu. Niliye mbele yenu ni mchungaji Jeremia Albert Ojea kutoka Diocese ya Rorya. Niwakaribisheni nyote kwa wakati huu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tuna kila sababu ya kuendelea kukuhimidi, kutukuza na kukushukuru. Asante kwa ajili ya kibali ulichotupa wakati huu na majira haya. Endelea kutukirimia neema yako tunapoenda kusikiliza neno lako. Sifa na utukufu kapata kutamalaki kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Tunashukuru mchungaji Jeremia, endelea kubaki hapa kwa ajili ya kuendelea watu wapate baraka zaidi na upako vile wanavyokuona. Tutatafakari maandiko ya Mungu kutoka katika Injili ya Luka sura ya 7 kuanza na mstari ule wa 11. Injili ya Luka sura ya 7 kuanza na mstari wa 11. Maneno ya Bwana yanasema: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu akisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Mpendwa mtazamaji, maandiko ya Mungu kama vile ambavyo tumekwenda kutafakari ni Yesu Kristo, ambapo alikuwa na wanafunzi wake. Anasema anauingia katika ule mji uitwao Naini akiwa na wanafunzi wake, lakini wakati anaingia kwenye lango la mji anakutana na watu ambao wamebeba maiti, wamebeba jeneza, na huyo mtoto ambaye alikuwa amekufa amebeba wanakwenda kuzika. Mama yake alikuwa ni mjane, tena alikuwa mtoto mwenyewe ni huyo mmoja. Mama amekata tamaa, mama amepoteza tumaini kwamba umri umekwenda, lakini pia ni mjane. Sasa mjane tunajua kabisa ameondokewa na mume wake, kwamba nitazana naye, ni umri umekwenda, na hata kama ningekuwa na mume siwezi kuzaa, na mtoto niliyekuwa naye ni mmoja. Kwa watu wanakwenda kuzika, mama analia, machozi hayakauki. Hivyo Yesu alivyomwangalia yule mama, Biblia inasema kwamba alimuonea huruma yule mama ambaye alikuwa analia. Na baadaye alivyomwonea huruma akawasimamisha wale watu ambao walikuwa wamebeba lile jeneza, akawaambia simameni. Akaligusa lile jeneza, na hatimaye maiti akaambiwa inuka. Maiti inasemeshwa, inaambiwa inuka. Mara mtoto akainuka, akaanza kusema. Watu wakamtukuza Mungu. Hizo habari zikaenea kando za mji. Ngoja nikwambie nini tunataka tujifunze. Kuna majira yamkini unalia, kuna vitu umevipoteza, kuna vitu vimekufa kwenye maisha yako, kuna vitu yamkini umekatia tamaa, kuna wakati unashindwa kuchangamka kwa sababu ya kuna mambo ambayo yamekufa, kuna wakati unashindwa kufurahi kwa sababu kuna vitu ambavyo vimekufa, kuna msiba ambao upo katika malango yako, kuna msiba ambao upo katika mji wako. Lakini Yesu anapofika kwenye huo mji, anafika kwenye lango la mji, anamuona mama analia na watu wanakwenda kuzika. Hakuna mtu ambaye aliweza kumfuta machozi, hakuna mtu ambaye aliweza kumpa faraja zaidi ya Yesu mwenyewe. Yamkini walitokea wafariji, wakamwambia mama, jipe moyo, mama, kuwa na imani, mama, maneno mengi, lakini hapakuwa na matokeo. Lakini Yesu peke yake ndiye ambaye alitoa matokeo. Baada ya kumuonea huruma yule mama, akaenda kwenye lile jeneza, akamwambia maiti inuka. Kwa hiyo huruma ya Yesu, tunaona huyu mama furaha inarejea. Tunaona kwenye ule mji habari zinaenea kwa sababu lile alilolitenda Bwana Yesu. Ngoja nikwambie, furaha yako ni Yesu.
Kile kitu ambacho kimekufa, mtu ambaye anaweza akakifanya kiwe hai ni Yesu peke yake. Ni kitu gani ambacho kimekutoa machozi? Kuna ndoa zingine zimekufa mpendwa. Yamkini ndoa yako imekufa wewe mwenye ndoa. Yamkini biashara yako imekufa. Yamkini uchumi wako umekufa. Yamkini kazi yako imekufa. Yamkini kuna vitu vingi vimekufa, umelia, umekata tamaa, umetoa machozi, umelia mpaka machozi yamekauka, yani mpaka uchungu bado haujaisha, lakini machozi yameisha. Nini furaha yako? Nini ambacho kitafanya hicho kilichokufa kiinuke? Ni Yesu peke yake ambaye atasema kwamba ninakuonea huruma kwa huu msiba uliokupata. Kwa hiyo atagusa kitu ambacho kimekufa nacho kitainuka. Nami nakuambia majira haya, chochote kilichokufa kikainuke. Chochote ambacho kimekutoa machozi, basi kabadilike ukatoe machozi ya furaha. Kwenye mji wako ikiwa kuna tumaini lolote ambalo lilikuwa limepotea, watu wamekatia tamaa, basi likapate kurejea kwa upya. Mungu akutie nguvu na Roho Mtakatifu akusaidie kutafakari haya maneno ambayo majira haya umekwenda kushirikiana nasi watumishi kwa ajili ya kutafakari maneno ya Mungu kutoka katika Injili ya Luka sura hii ya 7 kwanza na mstari ule wa 10. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu sana, majira haya umetupa neema na kibali kwa ajili ya kutafakari maneno yako. Tunaomba achilia uponyaji juu ya huyu mama, juu ya huyu baba, juu ya huyu kijana, juu ya huyu mtumishi wako ambaye amekuwa akitoa machozi, ambaye amekuwa akilia katika maisha yake. Ninaachilia roho ya faraja, ninaachilia roho ya amani katika jina lako Yesu Kristo, na kwa damu yako sifa na utukufu ninarudisha kwako, nikiomba yote na kuamini kupitia Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen.